Je, umewahi kusema nitafanya kesho, au ngoja kwanza nipumzike, au bado nina muda tu. Lakini siku zinapita, miezi inapita na maisha yako bado yako pale pale. Leo nataka tuzungumze ukweli mchungu lakini ambao unaponya. Kuahirisha mambo, kwa kizungu anaita procrastination. Sio tabia ndogo, ni mwizi wa mustakabali wako wa baadaye. Katika video hii nitakuonyesha kuahirisha mambo ni nini hasa, jinsi kunavyokuibia ndoto zako bila wewe kujua, na hatua za kivitendo za kurudisha mustakabali wako kuanzia leo. Kwa hiyo please, naomba usiondoke. Sehemu ya kwanza, kuahirisha mambo ni nini haswa. Tujue kwanza kuahirisha mambo ni nini. Kuahirisha mambo sio uvivu tu, ni tabia ya kisaikolojia ya kukwepa jambo muhimu, hata kama unajua lina umuhimu mkubwa kwa maisha yako. Unajua unapaswa kusoma, unapaswa kujifunza skills mpya, unapaswa kuomba kazi, kuanza biashara, kuomba fursa, lakini badala yake una scroll mitandaoni, unaangalia video zisizo na msaada, unajifariji kuwa bado kuna muda. Hapo ndipo hatari ilipo. Sasa jinsi procrastination inakuibia mustakabali wako. Hapa nakuelezea ni namna gani au ni jinsi gani procrastination inakuibia mustakabali wako. Kuahirisha mambo hakukuibii mara moja. Kuna kuibia kidogo kidogo kila siku. Inakuibia muda. Muda hauko upande wako. Kila siku ukiahirisha unatoa kipande cha maisha yako. Lakini pia inakuibia nidhamu. Kadri unavyoahirisha mambo, ndivyo ubongo wako unavyozoea kushindwa kuanza. Lakini tatu, inakuibia fursa. Ajira, mahusiano, biashara, elimu. Fursa nyingi hupotea si kwa kukosa uwezo, bali kwa kuchelewa kuanza. Lakini pia inakuibia kujiamini. Unapoahidi nafsi yako mara nyingi halafu kushindwa kutekeleza, unaanza kujiona dhaifu, hata kama una uwezo mkubwa sana. Sasa kwa nini tunaahirisha mambo? Ukweli ni huu, watu wengi hawaahirishi kwa sababu ni wavivu, bali ni kwa sababu hizi hapa. Moja, hofu ya kushindwa. Pili, hofu ya kuonekana sio mkamilifu. Lakini tatu, kulegea kwa malengo, kwa maana malengo yanakuwa hayako wazi. Lakini nne ni kutaka matokeo ya haraka. Sasa kumbuka, hakuna mustakabali unaojengwa kwa kusubiri hali iwe kamilifu. Sasa jinsi ya kurudisha mustakabali wako, ni namna gani unaweza ukarejesha au kurudisha mustakabali wako. Sasa tuzungumze suluhisho. Moja, anza kidogo sana. Usiseme leo nitaanza maisha mapya. Sema nitafanya dakika 10. Hatua ndogo inayofanyika kila siku kushinda mpango mkubwa usioanza. Lakini pili, acha kusubiri motisha. Motisha haiji kabla ya kuanza. Motisha huja baada ya kuanza. Anza bila hamasa. Hamasa itafuata. Lakini tatu, gawanya kazi kubwa. Kazi kubwa inatisha sana, lakini kazi ndogo inatekelezeka. Kwa hiyo badala ya nianze YouTube, sema leo nitaandika script tu. Kwa hiyo lile lengo lako kuu unaligawa katika vipengele vidogo vidogo ambavyo vinatekelezeka. Lakini 4, jipe muda wa mwisho au tunaita deadline. Akili ya binadamu hufanya kazi vizuri chini ya shinikizo dogo. Jiwekee deadline hata kama sio rasmi. Lakini 5, tambua hasara ya kuahirisha. Jiulize, nikiendelea kuahirisha maisha yangu yatakuwaje miaka 5 ijayo? Wakati mwingine hofu ya kubaki pale pale ni motisha kubwa kuliko ndoto. Sasa ujumbe wangu wa mwisho. Ndugu yangu, hakuna mtu atakayekuja kukuokoa. Hakuna siku maalum itakayokuja kukufanya uanze. Wewe ndiye unapasa kuanza leo, si kesho. Hatua ndogo si mpango mkamilifu. Usiruhusu kuahirisha mambo kuiba maisha usiokusudiwa kuishi. Pambana kadri uwezavyo.
Lakini kama umejifunza kitu kwenye video hii, bonyeza like, andika comment pia ninaanza leo. Subscribe kwa content zaidi za kubadilisha maisha. Na asante kwa kuangalia, na anza sasa, usipoteze muda.